Tumeingia njia ya udanganyifu. Huko tumeingia njia ya udanganyifu. Tumrudie Muumba wetu. Tumrudie Muumba wetu. Nami nimekuja kusema haya tunayanena hapa Mungu. Haya ije ni ushuhuda kwa wanadamu. Ije ni ushuhuda kwa wanadamu. Ije ni ushuhuda kwa wanadamu. Na ndio maana naambiwa neno la Mungu tahubiriwa kienda na mataifa. Yeye mwisho wake ije ni ushuhuda kwako. Mtu wa Mungu mwisho utalia. Kumbuka mwisho upo. Kumbuka mwisho upo. Na mzizi wa dhambi mkubwa. Mzizi wa dhambi mkubwa ni kuzini. Mzizi wa dhambi mkubwa ni kuzini. Biblia inasema ikimbieni zina. Ikimbieni zina. Ni kwa sababu mtu akizini. Biblia inasema mtu azinaye na mwanamke hana akili kabisa. Sio na akili kidogo. Hana akili kabisa. Inamaanisha hata moja hana. Hata akili moja hana. Azinaye na mwanamke hana akili kabisa. Watu wa Mungu, ipo njia ipasavyo kuishi mwanadamu. Ipo njia ipasavyo kuishi mwanadamu. Ni kwa sababu kwa mtu anayependa kuzini ndani mwake hana huruma. Angalia familia yake anavyoishi nayo. Utakuta nyumbani kila siku ni kulia. Utakuta watoto ni kulia. Utakuta mama ni kulia. Watu wa Mungu, unakuta majirani wake wanalia. Majirani wake wanalia. Ndani ya jamii wanalia wamfurahie mtu. Ni kwa sababu amefanya zina ya kuzini. Zina kubwa sana mbele za Mungu. Ukishafanya zina kubwa ya kuzini, je, Mungu wewe uko na Mungu? Mungu amekuacha. Lakini neno la Mungu linasema dhambi zenu, kwa kuwa dhambi zenu japo ni nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama seruji. Haijalishi ulikuwa ni shoga, haijalishi ulikuwa ni mwizi, haijalishi ulikuwa ni mchawi, haijalishi ulikuwa na mtu kwa ajili ya mali, haijalishi ulikuwa unaumiza watu, haijalishi ulikuwa ukiumiza watu. Dhambi zenu japo ni nyekundu, dhambi zenu japo ni nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama seruji. Zitakuwa nyeupe kama seruji. Watu wa Mungu, acha niwaambie. Acha kwanza napo shuhuda wangu. Hata mimi mwenyewe nilikuwa kama wewe. Na mimi nilikuwa nikiishi maisha nikiamini maisha bila mwanamke mmoja haiwezekaniki. Maisha kuishi bila kuzini na mwanamke haiwezekaniki. Lakini nilipokuja kuijua njia ya kweli, na kweli mimi nimeamini acha Mungu. Leo naishi maisha masafi. Naisha maisha kupendeza familia yangu. Watoto wangu wanafurahi, mke wangu anafurahi, mama wangu anafurahi, baba wangu anafurahi, majirani wananifurahia, jamii inanizunguka, vijana wenzangu wananifurahia. Ni kwa sababu nimejua njia ipasavyo mwanadamu kuishi. Na mimi nimesema hiyo njia sitaiacha kabisa kamwe. Sitaiacha kabisa, ni kwa sababu nimejionea furaha. Watu wa Mungu, acha niwaambie. Nilikuwa nikitumia ufahamu wangu. Nilikuwa nikifanya kazi zangu. Nikipata mshahara milioni 3.5. Lakini watu wa Mungu, nilipata hizo fedha kwa siku nikiwa nikipata zaidi ya 50. Lakini mwisho wake nilifanya nini? Nilikuwa nikienda kwenye mabaa. Nilikuwa nikienda sehemu za kuna makahaba. Nilifanya mambo ya chukuzaye Mungu. Mwisho siku Mungu akasema, wewe sasa na kuadhibu. Nilikata shilingi 100 mbovu sikuiona. Mwisho wake nilifukuzwa kazi. Hata ile shilingi ile kuna kando ilikosa. Watu wa Mungu, na changamoto zilikuja nyingi. Changamoto zilikuja nyingi sana, zikiwemo za uchawi. Lakini Mungu alisema, nilikuwa na kusudi na wewe. Nilikuwa na kusudi na wewe. Nilivyogeuka kumlilia Mungu kama maandiko matakatifu yasemavyo katika Yeremia ile sura 33 na ile mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, niteni nami nitakuitikia na nitakuonyesha mambo magumu usiyojua. Ni kweli Mungu nilimwita. Ni kweli Mungu nilimwita. Ni kweli Mungu alinionekania. Ni kweli mambo ninayofanya. Sipati pesa nyingi. Sipati pesa nyingi. Lakini kile kidogo ninachokipata kinanitosha.
Kumbuka neno la Mungu linasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Utazukawa hivyo unavyovitafuta wewe, hivyo unavyoviangaikia wewe, lakini usifanye cha maana, lakini usifanye cha maana. Lakini neno la Mungu linasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kumbuka Mungu ni ufahamu, Mungu ni usahihi, Mungu ni mawazo mazuri. Lakini sasa hivi mimi naishi maisha ambayo nampasavyo mwanadamu. Nilikuwa napata pesa nyingi, lakini nilishindwa kununua hata ule uwanja. Nilishindwa kununua hata ule uwanja. Lakini watu wa Mungu, nilivyojua kuijua ile njia impasavyo mwanadamu, naishi maisha ambayo yanapendeza watu. Naishi maisha yanapendeza watu. Wacha niambie watu wa Mungu, peke yako huwezi. Hizo fedha unazozitafuta, hayo majumbo unayotafuta, hayana majibu ndani ya maisha yako. Hayana majibu ndani ya maisha yako. Hivyo fedha unazozitafuta, magari unayotafuta